Ni siku nyingine tena ya tarehe 7 ya mwezi wa 5 2025, nikiwa naendelea na masomo ambayo Roho Mtakatifu alinipa kama mbeba maono wa kanisa la matengenezo au matengenezo ya kanisa. Mambo haya ninayaweka wazi ili watu mbalimbali waweze kujua ni namna gani Mungu aliniita au nimepata wito wa kumtumikia Mungu kwa namna gani. Kwa hiyo mambo haya nitayapeleka kwa watu mbalimbali kadri Mungu atakavyokuwa akinipa maelekezo na alivyonipa maelekezo, ili angalau huduma hii isibakie tu kwenye makaratasi, bali huduma hii ipate kuonekana katika ulimwengu wa damu na nyama, watu waweze kuiona kazi. Na Mungu akimpa mtu wito wa kumtumikia, manake kwamba hawezi kufanya kazi peke yake. Lazima kunakuwa na watu ambao watakuwa wanampa ushauri, kunakuwa na mamlaka za kiserikali ambazo zitakuwa zinatoa miongozo kwa ajili ya kufanya huduma kisheria na kwa utaratibu wa nchi. Na watumishi mbalimbali pia watashiriki katika kutekeleza maono haya, maana maono haya ni maono ya kimungu, ni maono ya kanisa, ila yamepitia tu kwangu. Kwa siku ya leo nitazungumza mambo ambayo yalitokea wakati wa utoto wangu, ambayo mambo hayo yalikuwa ni unabii wa mambo ambayo sasa ninakwenda kuyatekeleza. Kwa hiyo kabla sija soma mambo hayo au vipengele hivi ambavyo Roho Mtakatifu aliniambia vipengele hivi ambavyo Roho Mtakatifu aliniambia vilitokea wakati wa utoto wangu, vikiwa ni unabii, ni sehemu ya unabii wa kazi ambao naenda kuianza sasa, basi nitamuomba Mungu na baadaye nitasoma neno la Mungu kwa kifupi na ndipo nitaendelea. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninapoenda kupitia Bwana waraka huu ambao umetoka kwako Mungu, basi ninakusihi waraka huu ukapata kibali kwa kila atakayeusikia waraka huu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ili Bwana kuleta matokeo ambayo Mungu wewe unahitaji katika kizazi chetu. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen. Kwa hiyo baada ya maombi haya mafupi, nakwenda kusoma kitabu kile cha Yohana Mtakatifu, ile sura ya 16 na mstari wa 13. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 16 mstari wake ni wa 13. Kwani naenda kusoma kama ilivyoandikwa katika kitabu hiki cha Yohana Mtakatifu, ile sura ya 16 mstari wa 13.
Biblia inasema hivi: lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anazo kazi nyingi, lakini kazi mojawapo kama tunavyosoma katika sura hii ya Yohana Mtakatifu, sura ya 16, inasema lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kazi mojawapo anatukumbusha, anatupasha juu ya mambo yajayo, anatukumbusha pia mambo yaliyopita. Kwa hiyo siku ya leo nitazungumza mambo yaliyopita ambayo mimi wakati huo sikuwa najitambua, lakini Roho Mtakatifu alinihakikishia kwamba haya mambo yalitokea ukiwa bado ni mdogo, bado ni mchanga, na wakati tayari umefika umri wa kucheza na wenzako, ulikuwa unafanya vitendo fulani ambavyo vilikuwa vinatabiri kazi unayokwenda kuifanya baada ya miaka kadhaa. Manake kwa sasa, tangu nimezaliwa mwaka 1969 mpaka sasa na miaka 56. Kwa hiyo manake hayo mambo sasa yanatimia kwa kipindi cha miaka 56. Yani tangu kipindi hicho nilipozaliwa mpaka sasa na miaka 56. Manake tayari jambo hilo lilikuwa limekwisha kuandaliwa, na sasa Mungu anataka jambo hilo sasa lianze kufanya kazi. Kwa hiyo ninaenda tena kusoma kitabu cha Yeremia, ile sura ya 1 mstari wa 4 mpaka mstari wa 10. Kitabu cha nabii Yeremia, sura ya 1 mstari wake ni wa 4 hadi wa 11. Biblia inasema hivi: neno la Bwana likanijia kusema, kabla sija kuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo niliposema, Bwana. Ndipo nikasema, Bwana Mungu, tazama, siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Ndipo Bwana akaunyosha mkono wake akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Tena neno la Bwana likanijia kusema, Yeremia, waona nini? Nikasema, naona ufito wa mlozi. Kwa hiyo niishie hapo. Jambo la msingi ambalo nataka kulisema hapa katika kujenga somo ambalo nakwenda kulifundisha
ni kwamba wito wa mtu au mtu anapokuwa ameitwa na Mungu, manake haitwi tu kwamba ameitwa. Manake wito wa kimungu huwa ni mpango wa Mungu kabla ya mwanadamu kuzaliwa au mtu huyo kuzaliwa. Kwa hiyo hata na mimi kabla sijazaliwa, nikiwa tumboni mwa mama yangu, manake Mungu alikwisha kupanga nitafanya nini katika wito au katika huduma au katika utume wangu nikiwa hapa duniani. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akaanza kunikumbusha mambo haya. Jambo la kwanza akasema, kuna watu walikuja manake kuniona nikiwa bado mdogo, na mmoja akasema, huyu mtu atakuwa ni wa dini gani, au huyu mtoto atakuwa ni mtu wa dini gani? Mmoja akajibu katika nguvu ambayo sio ya kawaida, ni mambo ya kinabii, kwamba huyu mtu au huyu mtoto atakuwa ni mtu wa dini ya Kingro Saba. Hiyo ni lugha ya kimbingu. Baadaye nitatoa tafsiri yake, maana ina tafsiri hapa. Atakuwa ni wa dini ya Kingro Saba. Akaanza kufafanua huyo mtu ambaye alikuwa anatoa unabii. Asema ni mtu ni wa dini ya watu wapya, ni mtu wa dini ya watu wapya. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akanambia walikuwa wanazungumza wakiwa na maana ya kwamba wewe utakuja kuwa Mkristo. Maana unabii unatolewa kwamba wewe utakuja kuwa Mkristo. Na ule mwaka wa 1994 mwezi wa 4 nikawa unabii ukawa umetimia, manake nikawa Mkristo au nikaandikishwa kuwa Mkristo, nikaokoka. Kwa hiyo unabii huo ukatimia. Jambo la pili, Roho Mtakatifu akasema tena, watu hao waliokuja kuniona nikiwa mdogo, ananikumbusha Roho Mtakatifu, wasema ni huyu mtu au huyu mtoto atakuwa ni wa namna gani huyu? Mmoja akajibu katika nguvu ambayo sio ya kawaida, akasema huyu atakuwa mtu wa juu sana. Huyu atakuwa ni mtu wa juu sana. Maana inamaanisha kwamba Mungu atanitumia kwa viwango vya juu sana duniani. Si kwa Afrika tu, hata nje ya Afrika. Maana Mungu anaposema huyu atakuwa mtu wa juu sana, sentensi hiyo sio ya kawaida. Ni sentensi inayomaanisha kwamba mtu huyu atakuwa ni mtu wa kimataifa. Jambo lingine ambalo lilitokea, Roho Mtakatifu ananiambia ulipokuwa umefikia umri wa kuongea ukiwa na wenzako, ulitamka neno hili kwamba ninafungua ukurasa wenu. Ukurasa wenu ni moja, na ninafungua ukurasa wangu. Ukurasa wangu ni moja. Hizo ni kurasa 2. Yaani nikauliza, je, hizo ni kurasa ngapi? Nikajibu mwenyewe, hizo ni kurasa 2. Ninaufungua ukurasa wenu, na ukurasa wenu ni moja, na naufungua ukurasa wangu, na ukurasa wangu ni moja,
na jumla ya kurasa hizo ni kurasa 2. Maanake nilikuwa nikitabiri kwamba kuna watu wamepewa wito na Mungu. Kila mtu amepewa wito na Mungu, au kuna watu mbalimbali wameitwa na Mungu. Kwa hiyo wanao wito wao, na mimi nina wito wangu ambayo Mungu ananipa. Kwa hiyo nina ukurasa wangu ni moja, na wao wana ukurasa wao. Maanake kila mtu ana wito wake, na kila mtu anashughulika na wito wake. Kuna wengine wameitwa kuwa wachungaji, kuna wengine wameitwa kuwa wainjilisti, kuna wengine wameitwa kuwa walimu, wengine wameitwa kuwa mitume na manabii. Kwa hiyo kila mtu ameitwa kwa kipengele chake. Jambo la 4, Roho Mtakatifu akanikumbusha pia, akasema ulipokuwa na watoto ukaanza kuimba wimbo huu. Maana hapa ni Roho Mtakatifu alikuwa anazungumza kwa lugha ya Kiswahili na Kinyaturu. Maana mimi ni Mnyaturu pia. Alikuwa anazungumza kwa Kinyaturu, anazungumza kwa Kiswahili. Maana nilikuwa mdogo, sijui Kiswahili. Kiswahili nimekijua tu hivi siku za karibuni, lakini Roho Mtakatifu alikwambia yale uliokuwa unaongea kwa Kinyaturu kwa namna hii, na tafsiri yake ni hii. Kwa hiyo nikiwa nipo pamoja na watoto wenzangu, nikaanza kuimba wimbo huu. Nikasema upepo njoo, upepo njoo, ninataka nikufahamu. Sasa Roho Mtakatifu anasema hivi, ulikuwa unamaanisha nini? Manake ulikuwa unatabiri kujiwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kwa Kinyaturu nilikuwa nasema pefonjo, pefonjo, pefonjo nigomanye, pefonjo, pefonjo nigomanye. Manake upepo njoo, upepo njoo ni kufahamu. Upepo njoo, upepo njoo ni kufahamu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ananiambia ulikuwa unatabiri kujiliwa na nguvu ya Mungu au nguvu ya Roho Mtakatifu. Na jambo hilo baada ya kuokoka likawa limetukia, nikajazwa Roho, nikaanza kunena, na Mungu akawa ananipa jumbe kama ninavyozisoma sasa. Manake ni huo upepo sasa ambaye ni Roho Mtakatifu ndio sasa unaanza kujidhihirisha, au Roho Mtakatifu anaanza kujidhihirisha. Kwa hiyo upepo au Roho Mtakatifu anafananishwa na upepo. Ukisoma kitabu kile cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 2 na mstari wa 1 mpaka wa 4, Biblia inasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste, inasema kwamba wale watu 120 wakiwa wanasubiri ile ahadi, walioambiwa msiondoke hapa mpaka mtakapovikwa nguvu ya uwezo kutoka juu, nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wale watu wakiwa mahali pale, Biblia inasema ukatokea uvumi wa upepo ukienda kasi, na zikatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto. Maana huyo anazungumza Roho Mtakatifu. Zikamkalia kila moja, wakaanza kunena kwa lugha nyingine. Maana wakajazwa Roho Mtakatifu. Jambo lingine ambalo Roho Mtakatifu alinikumbusha nikiwa bado ni mdogo, ananikumbusha juu ya utoto wangu. Anasema ulikuwa unatembea kama mtu mwenye kifafa, ila si kifafa cha kuanguka, bali ulikuwa unajizungusha. Maana yake nilikuwa nikitembea, naenda hatua kadhaa, najiviringisha, najizungusha kama vile nacheza mchezo fulani, lakini kumbe nilikuwa ninatabiri jambo linalokuja kutokea. Roho Mtakatifu anasema huyo aliyekuwa akikuzungusha alikuwa ni Roho Mtakatifu.
Huyo aliyekuwa akikuzungusha alikuwa ni Roho Mtakatifu. Kwa maana nyingine kwamba nikiwa bado mdogo tayari nilikuwa nimekwisha kujazwa nguvu ya Mungu. Mimi sikujua, sikutambua, lakini nilikuwa natembea na Mungu, kwa sababu tayari alikuwa amekwisha kunichagua tangu nikiwa tumboni mwa mama yangu. Jambo la 6, Roho Mtakatifu ananikumbusha, anasema nikiwa mdogo vile vile nikasema neno hili: mnafanya nini hapo? Njoni huku. Yani ninaongea lakini na wenzangu, na wasemesha wenzangu, kumbe ninatabiri mambo yanayokuja kutokea. Roho Mtakatifu ananikumbusha, anasema ulikuwa unasema mnafanya nini hapo? Njoni huku. Roho Mtakatifu ananiambia ulikuwa unaashiria kuwa utakuwa unawaonya watu. Ulikuwa unatabiri kuwa utakuwa unawaonya watu. Na hayo yatakuwa ni maisha yako, au sehemu ya maisha yako. Maana maisha yako yatakuwa ni maisha ya Injili. Yatakuwa ni maisha ya kuwaonya watu waache vitendo vibaya, waache mambo mabaya, wamgeukie Mungu. Kwa hiyo imeandikwa na sasa inakwenda kutimia muda mfupi ujao, au miaka michache ijayo, au kuanzia sasa. Maana Roho Mtakatifu alikuwa akinikumbusha mambo haya mwaka wa 2022 kwa muda wa miezi mitatu, ambapo ni siku takriban 100. Roho Mtakatifu alikuwa akisema na mimi mfululizo nikiwa kwenye maombi. Maana yake nilikuwa nikichukuliwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu kuanza kunisemesha mambo mbalimbali kama ambavyo ninaendelea kuyafundisha. Jambo la 7, Roho Mtakatifu pia akasema ulitamka pia ukiwa bado ni mdogo, maana yake unawatamkia wale wenzako wadogo, ukasema punguzeni sauti zenu hapa. Punguzeni sauti zenu hapa. Sasa Roho Mtakatifu anasema hivi, ulikuwa unaongea, hiyo sauti ilikuwa inatoka kama ya mtu mzima, na wale watoto wakaanza kushangaa. Roho Mtakatifu anasema manake huyu aliyekuwa anasema hivyo, na watoto wakaanza kushangaa, mbona huyu ni mwenzetu lakini anaongea sauti yenye nguvu sana. Manake Roho Mtakatifu ananiambia huyo ilikuwa ni sauti ya Mungu ndani mwako, ilikuwa ni sauti ya Roho Mtakatifu ndani mwako ikitamka neno hilo kwa sauti ya nguvu. Jambo la 8, Roho Mtakatifu pia ananikumbusha, anasema ukiwa mdogo pia ulikuwa na nguvu sana, ulikuwa unakimbia sana. Ulikuwa unakimbia sana. Roho Mtakatifu ananiambia kwa Kinyaturu, anasema na wamanka wenda wo. Maana yake unakimbia unaenda huku, unakimbia unaenda huku. Ulikuwa una nguvu za kukimbia. Roho Mtakatifu anasema hiyo ilikuwa ni ishara ya kupeleka Injili. Ilikuwa ni ishara, ni unabii kwamba wewe utakuwa ni mtu wa kutembea, utakuwa ni mtu wa kukimbia huku na huku ili kupeleka Injili. Kwa hiyo ukisoma kitabu cha Marko 16 mstari wa 15 mpaka wa 18, Biblia inasema enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe.
Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na ishara hizo zitafuatana na hao waaminio. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kwenye Marko hapa inaeleza hivyo kwamba wale waaminio watatembea na hiyo nguvu. Na Biblia inasema na ishara hizo zitafuatana na hao waaminio. Maana yake kutakuwa na ishara ya nguvu na miujiza. Anasema hata wakipewa au wakila vitu vya kufisha havitawadhuru. Wataweka mikono juu ya wagonjwa, juu ya walio dhaifu watapata afya. Kwa hiyo Maana nitakuwa nikitekeleza. Hili ni agizo la Bwana Yesu kwamba enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Jambo lingine la 9, Roho Mtakatifu anasema una tabia ya kupenda kazi. Hii ni ishara ya kuwa wewe ni mchapa kazi, wewe ni mtu hodari na ni mwaminifu pia. Roho Mtakatifu anasema unapenda kazi. Kwa hiyo mara nyingi pia hata sasa ninapenda kazi. Siwezi kukaa bila kazi. Nikiwa nyumbani kwangu nitafagia nje, nitadeki, nitaosha vyombo, nitatengeneza bustani, nitalima shamba, nitafyeka majani na kadhalika. Kwa hiyo nikiwa mwalimu pia walimu wenzangu wananijua kwamba mimi sio mtu mvivu, sio mtu wa kukaa tu. Ninafanya kazi za darasani, ninafanya kazi za nje za mikono, vyo vikileta shida ninazibua mwenyewe, sipendi uchafu, napenda mazingira yakae vizuri. Ndivyo Mungu alivyoniwekea hiyo tabia. Anasema kwamba hiyo ni Mungu amekuwekea, una tabia ya kupenda kazi. Hii ni ishara kuwa wewe ni mchapa kazi, wewe ni mtu hodari na ni mwaminifu pia. Na ndio maana pia nilipoanza kazi katika utumishi wa umma kama mwalimu mwaka 1996, nikiwa nafanya kazi, mwalimu mkuu akalijua hilo, nikapata cheti cha utendaji bora. Baada ya miaka kadhaa tena nikiwa naendelea kufundisha, nikapata cheti cha utendaji bora wa wilaya. Na pia baada ya kuanza pia kusoma mambo ya theolojia, kwa sababu Mungu amenipa vitu vingi na ni vitu ambavyo tuseme ile bodi ya chuo au mwanachuo mkuu wa chuo hicho nilichosoma cha All Nations Christian Church International University alipochunguza ninavyotoa yale material ya kiroho, ndipo pia nikatunukiwa cheti cha mnasihi wa kimataifa wa mambo ya kiroho kutoka chuo kikuu hicho. Kwa hiyo manake ikaonekana kwamba ni Mungu amenipa pia amenipa kibali au amenipa roho ya kupenda kuwanasihi watu katika mambo ya rohoni. Na zaidi ya yote ninapokea yale mambo ambayo yanatoka kwa Mungu ili kulielekeza kanisa kwamba Roho Mtakatifu anataka nini au Yesu Kristo anataka nini, kanisa lifanye nini katika zama hizi. Jambo lingine la 10, Roho Mtakatifu anasema ulitamka pikeni. Anasema sentensi ya kusema pikeni manake utasimikwa na utasimika watu au watumishi. Kwa hiyo neno hilo pikeni linamaanisha kwamba ni kusimikwa na kusimika. Kusimikwa na kusimika. Kwa hiyo Roho anasema utasimika watu, utasimikwa na utawasimika watu pia. Na Roho Mtakatifu akanifundisha kidogo juu ya habari
ya neno kusimika au kusimikwa kuwa mtumishi. Nasema kusimikwa, mtu kusimikwa kuwa mtumishi kuna vipengele viwili tu. Kipengele cha kwanza, anatamkiwa maneno ya kiutumishi. Anatamkiwa maneno ya kiutumishi kwamba fulani Mungu amekuita katika utumishi huu, na kwa kuwa Mungu amekuita katika utumishi huu, sasa akufunike kwa nguvu zake, na utakapoenda huko ukatekeleze yale ambayo Bwana anakuagiza utekeleze. Kwa hiyo anatamka mtumishi wa aina yote, sio lazima awe askofu, sio lazima awe mchungaji. Roho anasema mtu aliyejazwa nguvu za Mungu anakutamkia maneno ya kiutumishi. Kwa hiyo huko ndiko kusimikwa. Na kipengele cha pili cha maana ya kusimikwa, manake ni wewe mwenyewe jinsi utakavyotembea na Mungu. Kwa hiyo kuna mambo mawili: kutamkiwa maneno ya kiutumishi. Jambo la pili ni wewe utakuwa na mahusiano gani na Mungu. Manake unatakiwa uishi maisha ya kumpendeza Mungu au ya kujitakasa mara kwa mara. Hiyo ndio maana ya kusimikwa. Kwa hiyo jambo la 11, Roho Mtakatifu ananikumbusha, anasema ulitamka mwenyewe ukiwa bado mdogo, sema oho, kumbe nimesema sana. Kumbe nimesema sana. Kwa Roho anasema hilo likuwa ni neno la kinabii. Maana unatabiri kuwa wewe utakuwa ni msemaji. Na ndio maana Mungu ameniita niwe msemaji wa kanisa la Kipentekoste. Wengine wanaweza kutafsiri tofauti, kwamba inawezekana huyu labda anatafuta cheo, inawezekana huyu anatafuta sifa, inawezekana huyu ana mapepo, anataka kuharibu kanisa. Lakini Mungu ananipa maelekezo juu ya kanisa la Kipentekoste, kwamba niwe msemaji wa kanisa la Kipentekoste, na nitakuwa nina nembo yangu ambayo Mungu mwenyewe anahitaji. Anasema utakuwa na nembo yako ambayo itaitwa Baki na Mungu, kanisa la Baki na Mungu. Manake huwezi kuwa msemaji hewani au barabarani bila kuwa na nembo kisheria. Kwa hiyo nitakapokuwa na nembo kisheria, manake nitakaa na maaskofu, nitakaa na wachungaji, ndipo nitasema jamani, mimi nimepokea haya kutoka kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anasema kanisa tusifanye hivi, kanisa tusifanye hivi. Lengo ni kwamba kanisa la Kipentekoste liende sawa sawa na neno la Mungu. Kwa hiyo nataka nikazie kwa kusema hapa, maana jambo hili nalirekodi, nitawapa maaskofu, nitawapa wachungaji mbalimbali, watumishi mbalimbali. Nataka niseme juu ya jambo hili. Roho Mtakatifu alitamka kwamba nitakuwa msemaji. Sasa Roho Mtakatifu wakati ananipa ufunuo juu ya kanisa la Kipentekoste, anasema ninasema na wewe juu ya kanisa la Kipentekoste lirekebishe mambo haya. Hayo mambo yapo, nimeyarekodi na nitayaweka kwenye flash, nitawapa wachungaji na maaskofu na pia na viongozi wa serikali watayapitia. Basi nitahitaji ushirikiano wao ili huduma hii iweze kufanya. Huduma hii sio huduma ya kuleta vita, sio huduma ya kuleta uchochezi. Ni huduma ambayo Mungu amenipa. Roho Mtakatifu anatoa maelekezo namna ya uendeshaji wa kanisa la Kipentekoste kupitia mtumishi wake ambaye ni mimi, ambaye ndio mbeba maono, kwamba mimi sina umaarufu wote wala sihitaji umaarufu
Kwa hiyo ni Mungu ameniita ili nitoe maelekezo ambayo Roho Mtakatifu anataka kanisa lifanye. Jambo la 12 ambalo Roho Mtakatifu alinikumbusha, akasema, ulitamka, wekeni vitu vyangu sawa sawa. Narudia tena, Roho Mtakatifu ananikumbusha, anasema ulitamka, wekeni vitu vyangu sawa sawa. Manake ulikuwa unatabiri juu ya kuwaonya watu kwa neno la Mungu. Manake nilikuwa nikitabiri juu ya kuwaonya watu kwa neno la Mungu. Wekeni vitu vyangu sawa sawa. Manake utakuwa ukiwaonya watu kwa neno la Mungu. Kwa hiyo Mungu amenipa maelekezo pia namna ya kuwaonya watu. Anasema utakuwa unawaonya watu mbalimbali, utakuwa unawaonya watu wa kanisa, utakuwa unalionya kanisa, utakuwa unawaonya viongozi wa serikali wanaofanya mambo ya hovyo. Kwa hiyo kama kuna viongozi watakuwa wanafanya mambo ya hovyo, manake nitawaonya kwa neno la Mungu. Sio kwamba ninawaonya kwa sababu ninawaonya, manake nitawaonya kama mwanadamu, nitawaonya kama Mungu, nitawaonya kwa neno la Mungu, au nitawaonya kwa sababu Mungu ametoa onyo. Nitawaonya kwa sababu ni onyo la Mungu, sio onyo la mwanadamu. Na sio kila wakati ni kuonya, manake lazima Mungu akupe maelekezo namna ya kuonya. Manake unamwandikia mtu, au unamwandikia huyo mtu anafanya mambo yasiyo sahihi. Kwa hiyo baadaye nitafundisha somo linalosema, ambalo Roho Mtakatifu alinifundisha, namna ya kuandika nyaraka za kiroho. Nyaraka za kiroho na kwa kutumia lugha ya ulimwengu wa roho. Jambo la 13, Roho Mtakatifu anasema ulitamka, mwanzo wangu una mambo mengi. Roho Mtakatifu anasema ulitamka mwenyewe ukasema mwanzo wangu una mambo mengi. Sasa Roho Mtakatifu anasema ulikuwa unatabiri wakati ambapo utakuwa ukifanya mchakato wa kupata usajili wa kanisa ambalo linatajwa na Mungu mwenyewe, kanisa ambalo linatajwa na Mungu mwenyewe, kanisa la baki na Mungu, ambalo kanisa hilo litakuwa ndani yake na huduma ambayo inaitwa makutano ya watu wa Mungu. Maana utakuwa unawakutanisha wainjilisti toka makanisa mbalimbali ili kupeleka injili, ili kuhubiri injili. Narudia tena, Roho Mtakatifu anasema hivi, ulitamka mwanzo wangu na mambo mengi. Yaani Roho Mtakatifu alikuwa akitamka kwa Kinyaturu na kwa Kiswahili pia. Maana anasema kwamba ulisema kwa Kinyaturu, mwandio wane winankani nyingi. Mwandio wane winankani nyingi. Kwa Kiingereza, my beginning has so many things. My beginning has so many things. Mwandio wane winankani nyingi. Mwanzo wangu na mambo mengi. Kwa hiyo ukiwa unataka kusajili huduma, Roho Mtakatifu anasema utakuwa na mambo mengi. Na usajili huo wa huduma hautakuwa ni wa haraka, maana yake utachukua muda mrefu. Kwenye kitabu kile cha Tembelea Watu Wangu, ukurasa wa 57, kipengele kile cha mkataba kati yangu na Roho Mtakatifu, kati yangu na Mungu, Roho Mtakatifu anasema usajili wako ni usajili wa kudumu na ni usajili wa uhakika, lakini utachukua muda mrefu kwa sababu utakuwa na mambo mengi. Kuna kuandaa katiba, kuna bodi, kuna kujenga ofisi,
kujenga kanisa la makao makuu, maana sasa hivi alipo liko kwenye unabii, kujenga ofisi, kujenga kanisa, kujenga miundombinu mbalimbali, kupata vyombo vya usafiri, kupata watumishi ambao utashirikiana nao. Maana Roho Mtakatifu anaambia utakapopata mambo haya na kuyatangaza, kuna watu watakuwa wanakufuatilia kwa nyuma waone, je, ni kweli au ni uongo, ni Mungu au ni mapepo. Kwa hiyo watakuwa wakifanya uchunguzi kujua kwamba huyu mtu ameitwa kweli au vipi. Kwa hiyo ni mchakato wa muda mrefu, watu wanakuchunguza, je, uko wanakofanya kazi vipi? Maana tumesikia na mambo mengi, au ana mapepo au ana mashetani au ana roho nyingine au nini. Ni kawaida, watu wanadamu ndio kawaida yao, wanachunguza, lakini baadaye utapata watumishi imara wenye nguvu za Mungu watakapomaliza uchunguzi wao, na mambo mengine mengi yatakuwa yakitokea polepole. Ndivyo Mungu alivyokuwa akinipa huo utaratibu. Na kanambia, ninyi wanadamu huwa mna haraka sana, lakini Mungu huwa hana haraka kama ninyi wanadamu. Mungu fanya mambo yake taratibu, na mambo ya kinabii yakisemwa na Mungu sio kwamba yanatokea ghafla kwa kuwa Mungu ameyasema. Ni yanaenda kwa utaratibu wake, yanaenda kwa kanuni za kimungu. Jambo lingine la mwisho la 14 ambalo Roho Mtakatifu alinikumbusha, anasema ulikuwa unafunga vitasa hivi. Yani manake nilikuwa nikisuka vitu fulani kwa majani hivi, au kwa kamba hivi, nilikuwa nikisuka. Sasa Roho Mtakatifu anasema, ulikuwa unamaanisha nini? Kwamba kila mara ulikuwa unafunga vitasa hivi, unasuka vitu. Yani nikiwa nacheza, nikiwa mdogo, ninachukua vitu kama tunavyoona watoto mara nyingi huwa wanakaa wanacheza, wengine wanacheza midako, wengine wanacheza rede, wengine wanatengeneza wanafinyanga, wengine wanabeba watoto, wengine wanatengeneza magari. Maana vitu vyote hivyo tunavyoviona kwa watoto huwa wanaashiria maisha ya baadaye. Yani vile vitu ni Mungu ameweka kwa wanadamu wote, kwamba wanaashiria maisha yao. Ndio maana mataifa mengine ambayo yameendelea, wao wanamwangalia mtoto akiwa bado ni mdogo kwamba anapenda kufanya nini. Kwa hiyo kile kitu wanachoona anapenda kufanya, kama anapenda kuchezea magari, basi atakuwa fundi wa magari. Wanampa vitu vingi vya kuchezea, lakini wanamwangalia anapendelea nini. Kwa hiyo kumbe Mungu huwa anaweka vitu fulani au tabia fulani ya utoto ambayo inaashiria maisha mazuri ya baadaye. Watoto pia hutabiri nyakati. Ukikaa ukawachunguza watoto, ukaona wanatembea, wengine wamebeba visilaha, wamebeba bunduki, wanapigana karate na nini, maana wanaashiria mambo mabaya, wanaashiria vitu vibaya. Au unakuta watoto wanacheza, wanachukua michanga, wanakusanya vitu, wanaweka kwenye mifuko, wanabeba, maana pia wanaashiria kutakuwa na hali ya ukame au njaa. Unakuta pia watoto wanabeba watoto, wanazunguka na watoto, vinabeba vitoto, vinafanya nini, maana vinaashiria kuna mwenzao atakuja, kuna mwenzao atazaliwa. Hivyo ni vitu ambavyo Mungu ameweka, wanaweza kuashiria vitu vibaya au vitu vizuri. Kwa hiyo watoto ndivyo wanavyotabiri kwa vitendo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anasema, ulikuwa unafunga vitasa hivi. Maana hiyo ilikuwa inamaanisha nini? Kwamba wewe nirudie pale. Roho Mtakatifu anasema hivi, ulikuwa unafunga vitasa hivi, na unasema ninaweka vitu hivi ili watu wangu wakae vizuri.
Manake ulikuwa unaashiria kwamba wewe utakuwa ni mtendaji wa kanisa, ukiweka mambo yakae vizuri, speaker ipatikane, viti ipatikane, majengo yapatikane, mafundisho mazuri yapatikane ya kanisa kwa maelekezo ya Roho Mtakatifu, kwa utaratibu wa kanisa la Kipentekoste. Ndivyo mambo yatakavyokuwa. Kwa hiyo kwa somo hili kwa siku ya leo niishie hapa, na Mungu wa mbinguni akubariki. Haleluya.